Look at 3 or 4 people, give them a high five and tell them, this is the year of the supernatural. Tell them this is the year of the supernatural. Tell them this is the year of the supernatural. Tell them you will see what eyes have never seen. You will hear what ears have never heard. You will get what has never entered any human's heart. Things that the Lord has in store for you. Come on, somebody. Celebrate him now. Give him a shout. Give him a shout. Give him a shout. Give him a shout. Is it not written that when they came to the place called Jericho, he told them, at Jericho, you will not use your mind. You will use my power. You have fought enough. You have been using your powers. You will go around the walls 6 times. I told you why 6 times. Because 6 is the number of human. You will do it by the level of your ability 6 times. But you will do it quietly. Why quietly? Because I want to silence every natural power in you so that the supernatural power may come up. I want to silence every human part of yourself. I want to silence every human mind working in your life. I want to silence every human memory in your life so that I may take over and control with my power, with the supernatural. So 60 times you will go around, but quiet, so that I may silence you as human beings. But on the 7th one, you will shout, and those who have the trumpet will blow them. And when you shout, you will see what I will do. They went day 1. Tell her neighbor, day 1. They went around the walls. Day 1. And when they went around the walls, the army of Jericho saw them coming and going around the wall. So they were prepared. Because this is war. And they were surprised. They are prepared to fight. Let me tell you, the war of Jericho, the Bible researchers will tell you that the size of it, it was wide to a capacity whereby a truck or a lorry could walk up and it will not even have a problem. It has a size of a rod up there. It was very huge. And now they are standing on it, waiting for them to attack. I can assure you today, you will not attack your enemies. Because as you praise him, he will attack your enemies. I said today, you will not attack your enemies. I don't know whom I'm talking to. The time to attack and fight is over. It is time to praise and heaven fight. I said it's time to praise and heaven fight. Day 1, they went around. They were ready for war. Day 2, they saw them coming. They are going around. And they were like, yesterday they did that. What are they trying to do? Day 3, they said, let us change the system. Those who are there are tired. Bring others. Day 4, they are waiting. I can assure you, your enemies today will wait until they give up. Because when they are expecting to fight with you, fire, I said fire from heaven will confuse them. I say fire from God will confuse them. When they are ready to fight with you, they will not know who will fight. You will not fight today. I say you will not fight today. On this one, you will not fight. I say on this one, you will not fight. Tell your neighbor, I will only praise and the fighter will fight. I said the fighter will fight. You will only praise and God will fight. Day 3, day 4, day 5. You know 5 stands for grace. I think when they reached 5, the grace of those who are waiting came to an end. So they felt like these guys are jokers. Instead of fighting, they are doing what they are not supposed to be doing. We are waiting for them to try and we'll teach them a lesson. And instead of fighting, they are going around. Sikiza nikuibie siri. Wakati adui zako wanataka upigane,
usipigane. Kwa sababu wakati wanataka upigane, maana yake wanataka kumsifu shetani. Wakati wanataka vita, sifu. Ukisifu, anayejua kupigana atapigana nafasi yako. Unapokataa kupigana, anayejua kupigana atapigana nafasi yako. Patia jirani yako high five, kumwambie praise him. Praise him. Day 6, they came. They went around. They are going around. Day 6. And those guys like, do you see? They were there on Monday. They are there on Tuesday. They are there. You know, people have been seeing you going to church, and they think it will remain that way. You are on your day 6. I say you are on your day 6. Let them think that you are going to church is a waste of time. You are on your day 6. You are quiet. They are laughing. It is time for them to laugh. When you will be laughing, there will be nowhere even to testify about your laughing. I said there will be nowhere even to testify about your laughing. You are going around quietly. They are laughing at you. Look at what he is doing. We are telling the person to wake up and look for money. She's going to church. Now, let's see what church will give that person. We are telling the person to wake up and look for ABCD, to look for good medication. And now she's going for prayers. Let's see what prayer will do. You're on your day 6. They can talk and they can talk. You're on your day 6. Just keep the momentum. I said just keep the momentum. You are on day 6. Just keep the momentum. You are on day. You are on day. Early in the morning, day 7. They thought today they will go around quiet. But something happened. The people who were carrying the trumpet came up front. They were the ones leading. They said, look at this foolishness. We are standing here with chariots, with horses, and with everything, ready to attack. They are coming with trumpet. Who are these? Any war that you will win with your mind, that is not called supernatural. It is until your mind cannot function, but heaven functions in you. It is until your humanity goes down and heaven takes over that the time the supernatural comes on. I declare you will experience supernatural. I declare you will experience supernatural. I say you will experience the supernatural. Day 7. Others are standing with machine guns. They are coming with trumpets. I can assure you, when we come with what they are not having, we give them what they did not deserve. Because what we have, they don't have. Then the fight will belong to the one we are praising. You know, listen, when I decide to praise him, it's because I've realized that by my own ability, I cannot make it. But by his own hand, he is capable of making it. So I decide to praise him. Not because I have another option. Not because praise is the best option. But because praise is the only option. The only one I am remaining with. The only one I have. I don't have any other option. I don't even know what else to do. So I have decided, out of my own will, instead of complaining, I will praise him. Instead of crying, I will praise him. Instead of laying down and crying, I will lift up his hand and I will lift up his name. And that's my declaration, that today I'm not fighting. I am only praising him. And when they went around, Joshua told them, now it is time. 1, 2, 3, shout! They began shouting, praising. They began shouting, making noise. And they were like, look at those foolish people. Look at those foolish people. And before they realized it, the walls of Jericho, the Bible researchers will tell you, the wall never fell like this. The wall began sinking. The wall began sinking. What does that mean? It means the power that was pushing the wall was not coming this way. It was not coming this way. It was coming this way.
Hello. You know, when we were in primary, they were teaching us vertical and horizontal. I say vertical and horizontal. You know, most of the time you fight vertically because you don't know to engage in. Do you know the meaning of the cross? The cross, Jesus came, he realized that there was only one thing, the relationship between people and people, but there was not relationship between people and God, which means the relationship was vertical. And whenever the relationship is vertical sign stands for minus. Jesus came and he brought the horizontal relationship. And when it went beyond, just there between the vertical one, it brought what we call the sign of addition, which means not just with men, but with God too. That's the meaning of the cross. We relate with men, but most with God. He said, I can bring you all together, but I am in a relationship with my Father. And when the vertical relationship got horizontal relationship, the world was shaken and things happened. So if the world sank, listen, if the world sank, it means the power that was pushing it was coming from above. It means the power that pushed it is called glory, because my Bible says when the praises go up, his glory comes down. When the praises go up, his glory. Oh, when the praises goes up, come on, his glory comes. When the praises goes up, when the praises go up, his glory comes down. His glory comes. When the praises goes up, when the praises goes up, his glory comes down. His glory comes down. As you praise him today, let the glory come. Let the glory come. I said let the glory come. I said let the glory come. When the glory of God comes, it transforms things. When the glory of God comes, it takes over. I told you, listen, I told you, the anointing is God's empowerment of a human being to exercise and accomplish something. But the glory is God's face at work. It's when God himself decides to come and do what he's supposed to do. I declare, may you praise him and God, glory of God in the house. May you praise him and get the glory of God in your place of work. If you hear me, shout hallelujah. Hallelujah. If you hear me, shout hallelujah. Hallelujah. So on day 7, as they were waiting for war, the war began going down. And those, unajua, tukiwa watoto tulikuwa tunasimama kwa dirisha, kwa sababu unajua kwa dirisha hakuna mtu ataingia na babako kwa sitting room. Unatusi mtu ambaye ni mkubwa kukuliko, unamwambia wewe nitakupiga, nitakuumiza, nani yeye iko nje wao uko ndani. Anakwambia wewe kijana nitakufuata hapo na kwenda huko. Vijana watukutu, kwa nini? Tuko ndani ya nani? Tuko kwa dirisha. Akitaka kuingia kwa mlango anakutana babako ameketi hapo, anajua huyu simpige. Lakini wao wakifikiria wanatusi Israeli, ukute kaanza kusika. Wakajikutana wamefikia level yao. Nafikiri Joshua akawauliza, mseme tena. Ongea. Si mlikuwa juu mnaongea? Muongee tena. Kitambo waongee ina sync. Ongea. Kuna watu watazama. Nasema kuna watu watazama. Nasema kuna watu watazama. Nasema kuna watu watazama. Nasema kuna watu watazama. Mwenye anapingana na wewe mwaka huu, ukuta na usimamia, utazama. Nasema ukuta wake, utazama. Nasema ukuta anaosimamia. Nasimama kwa haya madhabahu kama nabii wa Mungu.
na tabiri natangaza, kila madhabahu inayopigana na wewe kwa hii dakika izame. Madhabahu hiyo izame. Madhabahu hiyo izame. Every altar, every evil altar fighting with your destiny, right now, as you praise him, I say you are entering your 7th day. Let that altar sink. Let that altar sink. If you believe it, give the Lord a wonderful shout and a clap. Jesus. For 1 minute, just let's be on our feet. We read the word, then we sit down. I know those who are sitting will give you an excuse that they are fasting. It's like, hello? It's like kimetushika sana, kametuweza. Hebrews 2:4. Hebrews 2:4. We began looking at the keys. The keys to the supernatural. But people of God, let me tell you this and hear me clear. As I was coming yesterday night, as I was traveling, is it yesterday or today? I don't know. As I was traveling, coming back to Nairobi after a very successful mission down in Nyanza, as I was coming back, reaching around Bomet, the Lord spoke to me. I just felt I want to pray. And I began praying, and the Lord spoke to me, something into my heart, and he said, tell your people that let them value Friday services, because it is called miracle service for a reason. I don't give names of what I don't know. Tell them to value Friday services a lot. That was the word, and it was just as I have said it. Tell your people, who are my people, to value Friday services. I don't give names for no reason. I called it miracle service for a purpose. So you have heard. God wants you to hear that and take it serious. God bless you. Hebrews 2:4. Hebrews 2:4. A man told the wife, the reason why I love coffee a lot is because I realize it is written even in the Bible. They used to bruise a lot. So he thought Hebrews means Hebrews. So Hebrews 2:4. And God confirmed the message by giving signs and wonders and various miracles and gifts of the Holy Spirit whenever he chose a man. We read it again. And God confirmed the message, the gospel. The Lord God confirmed the message, the gospel that we preach. He confirmed it at that time. He's confirming it at this time. He will keep on confirming the message by giving signs and wonders and various miracles and gifts of the Holy Spirit whenever they himself chose. Amen. Speak to us in the next few minutes, and our life shall never be the same again, in Jesus' name. Amen. We may have our seats. Hallelujah. Praise the Lord. I say praise the Lord. I say praise the Lord. We are in the season of the supernatural. And when we talk of the supernatural, we began on Sunday
looking at the keys that brings the supernatural into our lives. And the first key we saw was agape, which is the love of God. And we realize that agape, when we talk of agape, the love of God, we talk of the love that God has given us. But in return, remember the Bible says in the book of Proverbs that I love those who love me. Which means for us to enjoy the love of God, we must love the God of heaven. Hallelujah. I say hallelujah. And that's the time we come to realize that the love that we will give God is determined by the dedication that we give to God. The love is determined by the commitment that we will show towards our God. Love is determined by the engagement into serving that God. And remember, when we talk of commitment, we are talking of going beyond our ways of reach, going even far above our abilities. It means to sacrifice so that we may reach to serve this God. We don't serve God because of comfortability. We don't serve him because we are in the season. But even out of season, God is expecting our service. And that's the reason why God is saying, if you want to experience the supernatural, then commit yourself to me. If you hear me say amen. He's saying, commit yourself to me. He's saying, dedicate your life to me. He's saying, engage yourself into service. But number two, remember this, child of God. And now I'm coming to another point. If we will love to experience the supernatural, then we will enter into consecration that creates God's presence. We will consecrate ourselves. What is to consecrate ourselves? To consecrate ourselves is to sanctify ourselves. To sanctify ourselves is to put away everything that does not belong to the kingdom of God. What is to put away everything that does not belong to the kingdom of God is to wash ourselves with the blood of Jesus and to be ready for him at every given moment. If you hear me say hallelujah. God wants us to consecrate ourselves. God wants us to wash ourselves. God wants us to cleanse ourselves. God wants us to purify ourselves so that we may enter into the real power of the supernatural. There are things that are hindering us from reaching the throne of God. There are things that are causing us not to touch the real power of God. There are things that are causing us not to reach into the fullness of God's manifestation. And God is calling us today to consecrate ourselves, to set us apart, to make sure we have worked on ourselves. Hallelujah. If you hear me say, I hear. So God is calling you and I to look back in our lives, to do introspection, to search our heart and take away everything that we may be hiding that is not of God. Take away every evil secret that can be in our lives. Take away everything that is not of God. Take away every worship that does not go to the throne of God in heaven. God is calling us to search our lives. And if there is any other God in us, let that God die for him to manifest. I say, let that other God die, evaporate, go away for our God to manifest. If you hear me say hallelujah. Some of us, we have some gods of lying. We are struggling, we are worshiping, but our tongues are still lying. And let me tell you, even if you open the Bible and you read the scripture and your plan is to lie to somebody, you may lie to somebody with a scripture, but a lie is a lie. You may lie to somebody with prayer, but a lie is lie. Wow. I say a lie is lie. If you hear me say, I hear. I say, if you hear me say, I hear. You may do whatever you will do, but a lie is lie. When God is telling you to drop other gods, even
That is the first God. Your tongue has been controlling you to do things which are beyond even what God was expecting you to do. Yet it's still the same tongue that the Lord wants to use for the supernatural. Because the Bible says, we shall decree a thing and it shall be established. By the tongue God created. By the tongue we will create things. But how can God use your tongue that is full of envy, full of demon word, full of powerful and evil words? You know, I told you one day, I wrote one day on my social media, I said, words, they may not have anything, a bone or a spear or what, but whenever they reach where they are going, they destroy beyond and even far above, even weapon that you see and other things that you can see. When people use their tongues to destroy, they can destroy mighty things than even what bombs and rockets can destroy. Words are powerful. So God is calling you to consecrate yourself by beginning changing your words. Change your words. You talk a lot of things which had no sense. You talk a lot of things which have nothing to do with God. You talk a lot of things which are not true. Today we are in church, we are worshiping. Tomorrow we are going to the offices. Everyone is busy preparing on what you will tell the boss so that that leave may go through, on what you will tell the boss so that that money may come to your account, on what you will tell the boss so that, on what you will tell your fellow, on what you are busy planning what you will. When will you decide and say, Father, I will go there? And your word says, when we go in front of them, we will not ask ourselves what to say, because when we stand in front of them, the Holy Spirit will give us what to say. When you reach to that level, God will give you mighty words to speak, and they will come with power. I was sharing an instruction, because when God wants to use you, He doesn't cause you to do what others are doing. He has a way of using you in His own way. So stop comparing yourself with others. Wengine watu wanaweza fanyikiwa kwa kwenda Ulaya, lakini wewe mafanikio yako haiko Ulaya. It is until you consecrate yourself that the time you start understanding how original you are and how God can use you in His own way and yourself, not like other people. Ili kwamba wengine wafikie ngazi zenye watafikia, wanahitaji njia nyingi sana. Wewe Mungu anakuhitaji uende kwa magoti, utafikia hapo. Mungu anakuhitaji waache kuongea sana, na yeye mwenyewe atakuongelea. Mungu anakuhitaji upunguze maneno ya kusukuma watu na ya kuchonganisha watu, na yeye mwenyewe atakujenga. Look at your neighbor, consecrate yourself and God's presence will be in your life. Jitakaseni, jiosheni. Hello. But it has happened to me several times. Several times. Some of the people who used to know me, they will remember that I used to have my hair cut in a certain style. That was my style since I grew up. And I made it in a way that I knew inafunika hiyo maajabu ya kichwa yangu hapo. And I knew it was okay. And one day, I looked at other preachers. The way wanachoma nywele, wanaweka hizo madoido. And I said, no, this one, I have to try. So I went. Nikiwa mimi na ndugu zangu wawili hapo, nikaingia kinyozi nikamwambia, today nataka kudive. Sijui kama kudive, sijui kama ndio kuweka chemicals, sijui kama ndio kufanya nini. Na wakachoma nywele. Nikiangalia kwa kioo hivi nasema, when I will be preaching now, gosh, things will be flowing. I will be releasing with power. After all, I am a youth pastor. I have to march with them. And at night, at around midnight, I am in my sleep. A man stood in front of me
and he said, I don't want to, sitaki nikunyonge uko kwa usingizi, ukuja kusema ni pepo, amka. Nikaamka. And the man told me, you have decided to join the world. I said, but I am not joining any world. I am just taking care of myself. The guy held me kwa nywele hivi, akanishika kwa nywele, akaniambia, Action, you are different. Nikasikia pumzi inaisha. Nikamwambia Mungu nihurumie. Nikajaribu kuangalia mahali imeandikwa ni dhambi, sioni ni dhambi mahali, lakini pumzi yangu inaisha. Nikamwambia Mungu nihurumie. Nikaamuka haraka, nikatafuta gisi nitaishi. Nikasikia usiku huo ninakufa. Nikatafuta makasi, nikakata nywele hivi, nikakata hivi, nikapumua. Hiyo ni kusema asubuhi nitanyoa. Early in the morning 6 nilikuwa naamsha kinyozi ninyo. Cha mshangao, sikudive mimi mwenyewe. John alidive, David alidive. Wanalala kwa room yenye iko next to me, wanangorota. Hata wakati ninanyongwa naamuka ninaenda kuangalia, wanangoroma na dive yao. And then I said, God, I'm sorry. I don't think what you are teaching me is all about this. It's about knowing myself. It seems I don't know who I am. It seems I am not ready to understand the levels of what you want me to do. I am still struggling, looking like others, yet I am original. There are things you want to do with me that are not like other people. Look at your neighbor. Stop learning from others and copying from others. Learn from God and copy from Him. There are things you will stop imitating from people. You want to put them because you see other people are putting them. You want to wear them because you see other people are wearing them. God says, consecrate yourself. Ukiona unafanya vitu vya kawaida na vinakubalika vile wengine wa kawaida wanakubalika, jua wewe unabaki wa kawaida. Kuna vitu vingine wengine watavifanya, lakini wewe ukitaka kuvifanya, mbingu zinakukatalia. Nasema kuna vitu vingine wengine watavifanya, lakini wao ukitaka kuvifanya, mbingu inakataa, kwa sababu neema yako na yao na mwito wako na wao ni tofauti. Wameitwa kwa njia yao, umeitwa kwa njia yako. Kuwa wewe. Tell your neighbor, just be yourself. So please, my sisters, don't go to the salon. Na unasumbua mtu wa saluni mpaka anashindwa kujielewa. Unitengeneze kama huyo. Anakuuliza huyo nani? Mpaka ulichukua picha. Huyu mwenye wako anasema kichwa yake iko hivi, yako inaenda hivi. Kio mtu wa saluni anashindwa nitashikia wapi niende wapi. Tell your neighbor, be yourself. Kwa kuvaa mpaka utafute vile mwingine anavaa. Na mimi nataka tu nivae kama yeye. Ninataka tu na mimi nikae kama yeye. Ujaribu. Nasema ujaribu. On Tuesday nilipea Salama suti yangu hapa, akairudisha mwenyewe. Did I not give you my suit? Ukairudisha. Kwa nini? Alivaa akakaa ni kama mwenyewe wameridhisha. Why? Because he cannot fit in it. It's mine. I love David. My Bible says when David tried those clothes za Saul, akivaa hizo nguo za Saul, akasikiza akasema, I cannot use these ones. Saul, take your clothes. And Saul was like, son, hizo zitakufunika ukipigwa. Akamwambia, nani anakuambia nitapigwa? Nani amekwambia nitapigwa? Hakuna kitu itanifikia. Chukua nguo zako. Natangaza leo, kila chochote ambacho sio chako, ambacho umeanza kuiba, umeiga ukachukua, kirudi kwa wenyewe. Akili zako zitengenezwe. Consecrate them for God, and God will use them into the supernatural. If you hear me, say hallelujah. If you hear me, say hallelujah. Please, if you want to preach, don't preach like Axon. Tell the Holy Spirit to give you a style of preaching. If you want to pray for people, don't pray like Axon. Tell God to give you a style of praying. He will give to you. If you hear me, say hallelujah. If you hear, say hallelujah. If you hear me, say hallelujah. That's the reason why I can preach nitoke jasho. Lakini kuna wengine wakihubiri hapa dakika 2 hii mabati inaruka. Yapa, sema Bwana pa.
Nasema yetu pa. Ni style yao, nikijaribu. Sina wa kuninyoosha usiku. Acha nihubiri hivi na hubiri. Tell your neighbor, be original and consecrate yourself, and the Lord will use you. If you hear me, say hallelujah. If you hear me, say hallelujah. So God wants us to consecrate ourselves. God wants us to put aside everything that we took from other people. The problem of Israel one time is that they wanted to become like other nations. And when they wanted to become like other nations, God left them. And they paid dearly because of that decision. I come to tell you today, you are not like others. I say you are not like others. I say you are not like others. Anytime I travel, nikitravel na nilikuwa na travel na kina ndugu zangu, tukienda tukifika mahali, wanasema Evan, mkuja pamoja, wanakuja pamoja. Kila mtu kuna pesa zake za visa. Ndio. Mwenye ana aseme tumpee. Kwa sababu tukienda na action kwa hii kikundi, alafu uvuke bila kulipa visa utashikwa. Na wauliza kwani nimewafanya? Anything that is against the will of God and against the law, if I try to join you in it, then you will fail. Am I talking to somebody? Anytime you want to associate me in something that will not glorify God, just know it will fail. God has a way of exposing anything I am in. Kama ni mbaya inashikwa. Unajua watu wanakuja, tukifika kwa boda ya Uganda wanasema sasa tunatoka Rwanda, tulipe visa ya Uganda na tulipe visa ya Kenya. Si unajua ni 50-50. 50 ni 5,000. Si tuokoe hii ya Uganda, tupenye hapa, tuende tulipe tu ya Kenya. Wakifika kwa boda wanasimama hivi, kisha wanaulizana, Action yuko hapa? Wanamwambia yeye ndio huyo mwenye kwa watatu kwa line. Kila mtu alipe visa. Mkipenya tu kwa hii line na Action yuko hapa, watawashika. Awatasema Action atawaambia. Hata nikiwaambia lost asema nitanyamaza. Wanasema tutashikwa tu. And I thank God for that. That I can never force myself to join any company that will not glorify Him. And I pray today that God will open your eyes to realize how powerful you are and take you out of small things that can cause you and hinder you from reaching to mighty things. There are small things that can hinder you from reaching to big things. I gave you a testimony of a guy who called me to his office. I went to his office to give him a prophecy from God. And after giving him a prophecy, I finished. And the guy opened the cupboard, took money and gave to me. He never repented. Yet I was telling him to repent. He took money, he gave to me. I looked at him, I told him, I think you have confused men of God. You have taken every man of God to be a beggar and a pauper. That whenever God is rebuking you, you corrupt the message with money, and it goes like that. You think I can take your money? You have not even repented. You have not even asked for forgiveness. You have not even gone back to God. You have not even repented. You are just taking money and give to me. Perish with your money. I turned, I moved. When I was about to leave the door, he turned, he said, Action, come. I came back. He said, Action, pray for me. I am repenting. So it means that repentance was being hindered by a small thing called lust. If only I could call for money, the guy was to remain in sin. He repented. I prayed for the guy. I left. I went. After leaving, the guy sent me a check of 10 times. 10 times? 30 times the money was giving me. 30 times the money was giving me. And he sent with somebody so that I may not know. When I saw the check, I was like, what? And the guy said, now I'm not corrupting you. I am now rewarding you for being a true man of God. I said, God, thank you. Because if I was to take that small amount, you could not give me this amount. If I was to fall down and bow with lust for these small things, these big things will not come. Look at my neighbor, stop compromising. Every time you say, oh, you know, God will understand. I am a human being. God will not understand. God does not understand sin. Repent and run away. Repent and turn back. Repent and come back to God. Repent and live a holy life.
the supernatural. It is time to consecrate ourselves. It is time to walk with God. It is time to choose who will be with us. Oh, that is all about consecration, people of God. Anybody who wants to cross into the world of miracles must consecrate him or herself, must take away everything that is not of God. You must take away every company that is not of God. How do you want to tell us that you are walking with God, yet the people who are surrounding you are evil and full of envy, full of demonic powers, full of devilish, and you say you are walking with God? Who are your friends? I'm asking you today, who are your friends? And when you are with your friends, what do you talk? And when you are talking, how do you entertain your talks? Who are your friends? You want to see miracles? Start by consecrating yourself. Take away every friend who is not of God. Take away every person who is not building your faith. If you hear me, say hallelujah. If you hear me, say hallelujah. Miracles, signs and wonders will happen. Mighty things will happen in your life. I can assure you, mighty testimonies will flow in your life. But they all start with a consecration. And God is calling you to put away things. Paulo akaandika kwa kitabu cha Wakorintho wa 2:6 akasema, tokeni kati yao, kutoka mstari wa 14, tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse vitu vilivyo vichafu, nami nitawakaribia. Nitakuwa Mungu kwenu, nanyi mtakuwa watu kwangu. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa wana kwangu, wa kiume na wa kike, asema Bwana. Alafu akaendelea akasema, maana hapana ushirika kati ya nuru na giza, asema Bwana. Maana hapana ushirika kati ya meza ya Mungu na meza ya mashetani. Maana hapana ushirika kati ya kanisa na uasi. Hapana ushirika kati ya kanisa na sanamu. Kwa hiyo tokeni kati yao. Tokeni kati yao. Nasema tena tokeni. Soma hiyo andiko pastor. Wakorintho wa 2:6. Anzia hapo. Msifungwe nira pamoja nao wasioamini. Maana pana ushirika gani kati ya uovu na haki? Kwa maana kuna patano gani kati ya nuru na giza? Wait. Pana ushirika gani kati ya haki na uovu? Pana patano gani kati ya nuru na giza? Endelea. Kwani Kristo ana patano gani pamoja na Beliali? Nimefunza juu ya Beliali muda ya mwezi mzima hapa. Iko kwa YouTube, you can find it. Do you remember that? I taught about dealing with the spirit of Belial. You can go to the YouTube channel and you'll find it. Kumbuka, anauliza, kwani Kristo ana ushirika gani kati yake yeye na Beliali? Na andiko lingine linauliza kati yake yeye na sanamu, na andiko lingine linauliza kati yake yeye na kuzimu. Endelea. Yeye anayeamini ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Hekalu la Mungu lina mapatano gani pamoja na sanamu? Maana nyinyi ni hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu asemavyo, nitakaa ndani yenu na nitatembea katikati yenu na nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu. Kwa sababu mkijitoa kati yao, nitakuwa Mungu wenu, nitatembea kati yenu na nitafanya mambo yangu ya kimungu kati yenu. Lakini condition number 1, tokeni kati yao. Endelea. Kwa sababu ya neno hili, tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Wala mkitoka msiguze kitu chochote kilicho kichafu, nami nitawapokea nyinyi,
nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa wana kwangu, wa binti na waume. Bwana mwenyewe anasema amen. Mtakapoamua kutoka kati yao, I don't know nani ninaongea naye, na sijui ni kina nani utatoka kati yao. Wakati utakubali kutoka kati yao, wakati utakubali kuachana na kazi ambayo inakupatia maisha kimagendo, wakati utakubali kuachana na mpango wa kando ambao ndio inakupatiaga pesa, wakati utakubali kuachana na mipango isiyo halali ambao ndio inakujengaga, wakati utakubali kuachana na wale watu ambao unafikiria ndio wenye wanakuweka, ukubali kuungana na Mungu, wakati utakubali kuachana na kila kitu isichompatia Mungu sifa na utukufu, anasema nitakukubali, nitakupokea, utakuwa mwana kwangu, nami nitakuwa baba kwako, nitakufanyisha vitu visivyo vya kawaida. Maana yake anasema nitatembea kati yenu. Hallelujah. How many people want to see God working in their life today? The key to that manifestation of God in your life is you living the people you are making gods in your life. Wale watu ambao wanakufanya uwafanye kuwa ndio miungu kwa maisha yako, uachane nao leo. Hiyo vitu ambavyo vinakufanya uvifanye ndivyo miungu kwa maisha yako, uachane navyo leo. Am I talking to somebody here? Am I talking to somebody here? Let no people lie to you that without them you cannot make it. You will make it. I say you will make it. Without them or with them, you will make it. Anyone who is not of God, let them release you. And if they will not release you, you release them. I don't know who I'm talking to. But the greatest key today that God sent me to speak about is called consecration. Consecrate yourself. I say consecrate yourself. I say consecrate yourself. I say consecrate yourself. Pana ushirika gani? Nashangaa wakati nakutana Mkristo anakaa chini anataka to argue about pombe. Hello. Mkristo anakaa chini anataka argument, discussion about pombe. Nionyeshe mahali Biblia inasema pombe ni dhambi. Hakuna mahali Biblia inasema kunywa pombe ni dhambi. Kwa hivyo nataka tu tuambie kama ni sheria za kanisa ama ni nini. Kama umechoka na kumtumikia Mungu, tumikia shetani sana. Enda sana umtumikie sana mpaka sote tujue huyu ni wa shetani. Acha kutupotezea muda. Na kama ni Mungu unataka, ingia ndani miguu miwili. Nasema ingia ndani miguu miwili. Anaingia ndani ya Mungu 50 na mguu ingine nje, anararukaga vibaya sana. Nasema anararukaga vibaya sana. Mungu akianza kupuli hii mguu na shetani apuli, Alfred kuja hapa, John Mulu kuja hapa, puli na mnajikaza. Okay, kila mmoja ni bebe. Ninakupenda na ninakupenda, ni bebe. As long as all of them are pulling you, you will never go anywhere. As long as all of them are pulling you, heaven is pulling you and hell is pulling you, no move. You will remain there playing. Make a decision today. Consecrate yourself today. Release one today. Let one go today. I say let one go today. I say let one go today. Mstari mmoja kaniangalia kaniambia, baba, ninasikia woga ya mahubiri ambayo umewahubiri, lakini ni mimi nimefanya kiapo na shetani, siku nitakubali Yesu ninakufa. Nikamwambia shetani ndio atakufa, kuja hapa. Siku nakubali Yesu nakufa, kuja hapa. Akaniambia, baba, mimi ninaogopa nikibatizwa ninakufa. Nikamwambia hata kama sina mahali ya kukubatizia, heri nikubatizie kwa beseni. Leo utabatizwa leo. Ukibatizwa utakufa, kuja hapa. Anakuja na anatetemeka, ananiambia yeye amefanya viapo, ananionyesha amechanjwa hapa, ananionyesha amechanjwa hapa, yeye akiokoka tu anakufa. Amefanya kiapo, yeye ndiye amebeba uchawi wa familia. Nikamwambia hiyo uchawi wa familia mwingine abebe. Wewe leo hii kama umesikia neno la Mungu na umekubali, kuja hapa. Akaniambia nikikufa. Nikamwambia ukikufa uniulize. Nilijua after all ukikufa hakuna kutaniuliza, kuja hapa. Kawekelea mikono, omba for my first time. Naombea mtu, ninaona chanjo hapa ina disappear.
na chanjo hapa, ina disappear, literally gone, physically gone. Nikachukua yeye nikamwambia, unaona chanjo imeenda, mwenye alikupea amepata yake na anajua itaenda namna gani kwake, yeye ndio akufe mali atakufia, twende. Nikashusha yeye kwa swimming pool, batiza yeye. Kutoka leo umeokoka, amen. As I am talking right now, she's serving God. Serving God. Mwingine anakuja ananihesabilia, unaona hii tattoo, unaona hii tattoo, ananiambia unaona na hii, nikamwambia usinionyeshe. Anataka nionyeshe nyingine tu, unaona na hii, nikamwambia usinionyeshe. Kila tattoo yenye niko nayo nimeifanyia kiapo. Ananiambia niko na tattoo sijui hapa, niko na tattoo, akanihesabilia tattoo 37. Na kila tattoo ni kiapo amefanyia. Kila tattoo ni kiapo amekulia. Unajua wengine wetu wamechukua tu vitu kwa sababu wanaviona tu vinapendeza vya dunia, na anasema mbona nimeona mhubiri mwingine Amerika iko na matatu na iko na ubiri. Achana na watu. Nasema achana na watu. Kila mtu kuna jinsi yake. Kuna watu ninajua wenyewe wako na dreads na ni wahubiri, lakini haijakwambia uwe nayo. Hello? Kuna watu wenye ninajua wana bleach ngozi na bado ni wahubiri. Niliwaambia kuna wengine wanachoma nywele na bado ni wahubiri. Na Mungu anawatumia, sijasema wanatumia. Mungu anawatumia kivyao. Usitake kutumiwa na Mungu vile anatumia wengine. Ruhusu Mungu akutumie vile atakutumia peke yako. Kama unanisikia sema amen. Usitafute kutumiwa na Mungu vile anatumia wengine. Usione mtu ukaanza kumhesabilia, mbona wengine wao wanahubiri na vinyasa, hata na mimi leo kesho mtaniona tunatokezea kanisani na kikinyasa changu, na nikiingia tu naambia haleluya hapo, haleluya hapo, haleluya. Nikamwambia msichana, viapo gani umefanya? Alipoanza kunielezea viapo amefanya juu ya hizo tattoo zake, nikasikia nywele zimenitoka kwa kichwa, lakini nikamwambia Mungu na uwezo ya kumfungua. I prayed with her. I prayed with her. I prayed with her. I told her, go. We were in a camp, school camp. Go and God will perform a miracle on you tonight. Alipoingia kwa bathroom, anafungua maji kutaka kuoga. Maji alipomshuka amejipaka sabuni, maji aliposhuka akaona hizo tattoo zake zote. Hiyo maji tu inashuka nazo hivi, hiyo maji yote zote. Karibu atoke kwa bafu, akija anakimbia na shout, zimeenda na mwenzetu mmoja akasema, it seems asipokuwa hizo zenye ni permanent. Nikamwambia zenye sio permanent zinatokaga na maji. Listen, if you will consecrate yourself truly, every covenant with Satan will be broken. I say every covenant with Satan will be broken. Everything that you think Satan has done will be broken. Naitwa mahali nikienda haraka, nataka kuomba hapa tuondoke sasa hivi. Nikifika mahali ambapo nimeitwa, nikakutana msichana amefungwa macheni hivi mikono na miguu kwa sababu amesumbua watu. Na nilipofika hivi, ninafika naingia kufika kwa geti hivi, mwenye alikuwa ndani anatoka kwa mlango anakimbia. Nini? Amekata hizo cheni. Amechukua kisu. Sasa anasimama kwa dirisha. Wako wanamwambia, "Kemea kwa jina la Yesu." Na anashika kisu hivi anamwambia, "Kemea tu, mwenye kuna nguvu aingie." Hakuna mtu anaingia. Wewe wanakemea kwa dirisha. Pepo, tunakukemea. Akifanya hivi, pepo utaenda. Nikifika, watasema, iko na kisu. Na hachezi, amekata cheni. Tulikuwa tumemfunga na hizo kamba hiyo cheni hiyo amekata. Nikamwambia, yuko wapi? Nikasimama kwa dirisha hivi. Nikasema hii pepo ingelikuwa ya kuua, ingeanza na kuvunja TV, ivunje kila kitu, haijaribu hata kitu moja kwa hii nyumba. Iko na order, inaheshimia vitu vya nyumba. Mimi ndio itakuja kuchezea. Nikasimama kwa mlango. Nikamwambia na kuamuru, telekeza hiyo kisu chini. Akaniangalia hivi. Nasema chini. Akakuja katia hivi kwa meza. Nikasema hapa sasa. Na kuamuru rudi nyuma. Rudi nyuma. Akafanya. Nikaingia kwanza, sikudili naye, nikachukua kwanza kisu. Nikaambia unyoko kwa dirisha,
kuna ingine jikoni. Nikamwambia funga hiyo mlango, kuja hapa. Akanikaribia. Nikamuuliza kwa nini unasumbua? Akaniambia mimi sisumbui. Nikamwambia kwa nini ulikuwa unasumbua? Akaniambia ngoja nikuonyeshe yenye kinanisumbua. Akaenda akafungua kwa room, akaleta bairo. Simple bairo. Hii ni nzuri. Simple bairo. Akaleta hiyo bairo. Akaniambia alikuwa anasoma Mombasa. Anaongea nomo, haana pepo, haana kitu. Akaniambia nilikuwa nasoma Mombasa na tulikuwa tunasoma na mtu anaitwa, akasema jina lingine hapo ya huko tu. Na akanipatia hii bairo. Akaniambia sio ya kuandikia, lakini nimwekea atakuja kuichukua. Nikangoja, tunahama kutoka Mombasa tukaja hivi na hakuwahi kuichukua. Sasa kila wakati akikuja ananikujia kuichukua. Nikamwambia acha nimletee nayo, ananiambia hapana, hataki tena bairo, nimeshakaa nayo sana, ananitaka mimi. Na anaanza kunipeleka kwa makaburi, anaanza kunipeleka sijui wapi, huwa ananilisha nyama mbichi, huwa ananilisha sijui nyama za zingine zinakaa za watu, sijui. Akaeleza vitu vingi sana. Nimeteseka sana. Lakini leo alipokuja nikajaribu kumkatalia. Nikamwambia kwa jina la Yesu sitaki tena mambo yako. Akaniambia ananirusha akili, nitaua watu wetu wote, alafu nikimaliza kuwaua nijiue. Na akaniambia uliposimama kwa mlango, akaniambia ameona unakuja, ananiacha kwanza, lakini jua utaenda tu. Ndio kwa maana mimi ukienda tuende na wewe. Nikaangalia nikasema hii pepo nimekutana na nyingi, lakini iliniona sijaomba, sijasema kitu. Nilipofika kwa mlango akasema si pasi amekuja, acha yeye aingie kwanza, akienda na mimi nitarudi. Nikamwambia nisaidie na hiyo bairo ningechukua. Nikaangalia, nikajiuliza mtu uhai wa mtu, nafsi ya mtu imechezewa mpaka mwisho juu ya bairo. Natangaza kila zawadi uliopewa ambayo sio ya kimungu na ina sababu fulani kwa maisha yako, baada ya ibada hii, zawadi hizo utakapo consecrate maisha yako, sivunjike nguvu kwa jina la Yesu. Sipoteze mamlaka kwa jina la Yesu. Sipoteze uweza kwa jina la Yesu. Wengine wamepewa mazawadi ambazo hazieleweki. Wengine wamepewa vitu, wamekula vitu, wamenunuliwa vitu, wamefungiwa vitu. Vingine vinabeba nguvu zisizo za kimungu. Baada ya ibada ya leo, hizo nguvu zao hazitafanya kazi kwa maisha yako. Utakapojiachilia kwa Mungu, Mungu atachoma nguvu zao na nguvu zao zitapotea ndani yako. Utatembea ukiwa mzima. Kama unanisikia sema haleluya. Kama unanisikia sema haleluya. Mahali pote pale, iwe ni kwa compound, iwe ni kwa plot, iwe ni kwa apartment, ama iwe ni kwa estate, ama iwe ni wapi, ambapo kuna watu wasiopenda maisha ya watoto wa wengine, ambapo kuna watu ambao hawafai, wanachukia maisha ya watoto wa wengine, kazi yao kwenda na kupanda vitu visivyopanda ndani yao. Utakapotembea mahali unakaa leo, nguvu za Mungu zitabomoa kila nguvu isiyo ya Mungu. Nguvu za Mungu zitabomoa kila mamlaka isiyo ya Mungu. Utakaposimama mahali utasimama, nguvu za Mungu zitabomoa kwa jina la Yesu. Nasema nguvu za Mungu zitabomoa kwa jina la Yesu. Nasema nguvu za Mungu zitabomoa kwa jina la Yesu. Kama unanisikia sema haleluya. Njia moja tu ni kujiconsecrate. Nikamwangalia kwa macho nikamwambia, sikiza mtoto wa Mungu, leo utapatia Mungu maisha yako, na ukimpatia maisha yako umpatie nao fully. Akasema ndio, niko tayari. Sitaki kuua wazazi wangu, sitaki kuua watu wetu. Piga magoti. Akapiga magoti, akaokoka. Nilipomaliza kumwombea wokovu, nikamwombea kujaza Roho Mtakatifu, akaanza nena kwa lugha. Akajaa nguvu za Roho Mtakatifu hapo akaanza nena kwa lugha. Tukaomba. Mama yake alikuwa naomba, iko nalia, sio upako peke yake. Na kushukuru Mungu kuona ameponyoka kisu. Akashukuru Mungu sana. Baada ya maombi, nikachukua hiyo bairo, nikaichoma. Nilipoichoma akalia. Akaniambia akikuja nitamwambia. Nikamwambia siku utamuona tena, umwambie mimi ndio nilienda na bairo yake.
nikaichoma mbele ya macho yake, yote ikaungua. Nilipomaliza kuichoma, nikachukua hiyo majivu yao, nikaenda nikatupa kwa choo, nikaflash. Nikamwambia umwambie akuja atafute bairo yake kwangu, akuja niulize. That was 2015 until today. She's serving God. She's okay. She's in ministry. She's doing well. And she's married. Hello? Married. Mzuri kwa ndoa yake. Na maisha yake yanaendelea vizuri. Kwa nini? Alifanya hatua moja kubwa. Alikubali kumwachia Mungu ukweli wa ndani. Kama unataka Mungu akutawale na kutumie zaidi, mwachie undani. Usipake Mungu juu. Mungu sio dhahabu ya kupakwa. Halo? Mungu sio dhahabu ya kupakwa. Mwache aingie ndani. Nasema mwache aingie ndani. Kama unanisikia sema, I will consecrate myself. Lift up both hands before the Lord. Say, dear Lord, I come to you. Today, I request that you search my heart. Anything that is not of yours, anything that hinders me from worshiping my God and my Father, take it away. Help me, help me, help me, help me to live a holy life. Help me to be committed to you and to you alone. In Jesus' name. Ukiwa unainua hiyo mikono, wengi wenu hapa muna majina ambayo hamjui maana yake. Wengi wenu hapa mlipangwa majina kutokana na ukoo zenu, lakini jina hizo waliozibeba walitumia nguvu zisizo za kimungu. Na hizo nguvu ndio zinawafanya wengine wenu mnateseka na ndoto zichafu, mnateseka na ndoto zisizofaa, kwa sababu roho hizo zinawasumbua. Hizo ndizo zinawafanya mengine yenu yanakuwa ya kustruggle wakati unafaa kuyafanya in an easy way. I declare and I decree, every power that is not of God behind your name is broken now in the name of Jesus. Kila nguvu zilizo nyuma ya jina yako ambayo sizo za kimungu. Wengine wanateseka na ulevi kwa sababu ya jina walizozibeba za walevi. Wengine wanateseka na roho ya tamaa ya ukahaba kwa sababu ya jina walizozibeba za ukahaba. Wengine wanateseka hata ikiwa sio wewe, ni ndugu yako ama ni anko yako ama ni kazini yako, woyote yule wa maisha yako ambaye anaungana na wewe, ambaye anateseka leo hapa na jina aliyoibeba. Natangaza nguvu nyuma ya jina ivunjike kwa jina la Yesu Kristo. Kila jina isiyo ya kimungu naachilia moto juu yake. Natangaza nguvu zilizo nyuma yake hazitafanikiwa. Mamlaka iliyo nyuma yake haitafanikiwa. Uweza iliyo nyuma yake haitafanikiwa. Mungu akuwezeshe, Mungu akufanyikishe, na Mungu akulinde. Unapoinua mikono hiyo, natangaza wiki hii, mikono yako inapotakaswa na Mungu na unapotoka katikati ya wale ambao umeamua kutoka kati yao, mikono yako iguze nguvu za Mungu. Mikono yako inyoshewe wagonjwa na wapone. Mikono yako inyoshewe waliokuwa na shida ya kufungwa na wafunguliwe. Mikono yako inyoshwe juu ya mahali palifungwa na pafunguke. Kila chochote kilichokataa, mikono yako itakapoguza kifanikiwe. Kazi zilizoharibika, ofisi zilizofungwa, mikono yako itakapofanya kazi hapo yafunguke. Miguu yako mahali pote yatasimama. Baada ya kukataa kuingia mahali paovu, miguu yako ibebe nguvu za Mungu. Mahali pote utasimama, miguu yako ibebe nguvu za Mungu. Gusa miguu yako, sema natangaza kwa jina la Yesu, mahali pote nitasimama, nguvu za Mungu zitasimama hapo. Gusa miguu yako, sema miguu yangu itatembeza nguvu za Mungu, mahali pote nitapita. Gusa kichwa chako, tangaza kwa jina la Yesu, juu ya kichwa changu uweza wa Mungu utasimama. Juu ya kichwa changu uweza wa Mungu utasimama. Chochote kile macho yangu itaona kitapata nguvu ya Mungu. Chochote kile nitakiria maneno kitabadilika. Mimi ni wa Mungu, nitabeba nguvu za Mungu na nguvu za Mungu zitafanya kazi ndani yangu. Ninaikiri, ninaiamini. Shangilia Bwana kwa makofi. Surely goodness and mercy shall follow us
the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever.